Hii ndio mnaona hiyo inasema hapo clear glossy. So hiyo nachanganya na hii, naona hiyo thinner. Sasa hiyo nikishachanganya ndio nimepaka hii stepper yetu hapa. So ndio hii the mix kabrush ile nimetumia. So hivi ndio inakaa sasa ikiwa finished. So the clear coat ni ya protect against uchafu na moisture. Hizo vitu mbili. Juu kitu yenye ni stepper itakuwa inakanyagwa na viatu hata saa zingine. So ingekuwa tu plain wood like this. Hii ikiwa hivi tu plain, hii itashika uchafu kwa hiyo shughuli ya stepper. But ikiwa sasa kama hizi unajua sasa si za hiyo shughuli ya stepper. So ingekuwa plain kama hizi haiwezi make kwa hiyo kazi ya kukanyagwa. Hii sasa ni fit plain. Hizi sasa ndio poa za shughuli ya food juu ni like ni natural, unaona. Hizi sasa hazipakwi anything. Hizi nikishamalizana nazo tu masanding nini mambo inakuwa iko fit. So tungoje ile ikauke. Hii kisha kauka, the next thing ni kuweka, kuna turaba nimeikatia ndio utu hapa. Utu turaba nimekata kutoka kwa flip flop kitambo yenye ilikuwa imekatika. So hizi ndio nitaweka chini ya ile stepper. Ndio unaona chini ni chuma plain. Tena naonyesha. So hapo chini kwa hiyo chuma nitaweka a bit of that rubber, nitashikanisha tu na glue. Ndio hii stepper yetu sasa ukiweka kwa grao haikui na ile clanking noise kang ukisongesha, inakuwa soft. Na pia ukikanyaga inakuwa imeshika grao fit, si slippery. So yeah, stepper watu wafupi I think ni hivyo. Juu sioni anything more kwa show hapo. Hiyo nikishaweka miguu sasa customer atakujia. Customer anakujia kesho. Asante sana kwa hiyo order. Aya, the next thing sasa ni kubuild ile box. Sasa sahi tukakubuild ile box, tuone vile tunaweza mount router hapo down. Tukue na kabla hata ni do hivyo nahitaji kukata hizo edges za hizi boards zote. Wacha kwanza ni do hiyo ya kukata. Hiyo story nyingine ya kumount router coming soon. Hiyo nitawashow. So yeah, step watu wafupi done. Sasa ni coffee siko hizi zinaitwa nini? Chopping boards. Chopping boards kwa wingi zinakaa 150, 250, 350 na 650. Stay tuned.